بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، naendelea na majlisi yetu ya 4 kwenye daura yetu hii, ad-daura al-ilmiya al-ula, ikiwa tuko katika mada ya fiqhi kupitia kitabu Safinatun Najah. Kwenye majlisi ya 3 ya baada ya salati al-asri tulihitimisha kwa kusoma mlango wa janaza pamoja na al-isti'anat. Sasa hivi tutaanza kitabu zaka ambacho muallif amekitaja kwa ufupi. يقول رحمه الله تعالى: kitabu zaka. Hiki ni chuo cha zaka, ambayo zaka katika lugha maana yake ni annamau, kukua, kuzidi, watathiru, kutaharisha, na katika sheria ni ibada makhsusa au ismun lima yukhraju an malin au badanin an wajhin makhsus, ni at-ta'abbud lillahi jalla wa ala, kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa nataka kuelezea mali ambazo zina zaka ndani yake. Anasema al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu 6 anwa'i, mali ambazo zinalazimu ndani yake zaka ni aina 6. Aina 6 za mali ndizo ambazo zinalazimu ndani yake az-zaka. An-na'am ni wanyama hoa, mifugo yani. Sema na'am anakusudia ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawa ndio an-na'am, aina ya kwanza hiyo. Aina ya pili an-naqdani, ni dhahabu na fedha. Naqdi 2, dhahabu na fedha. Hii ni aina ya pili ya mali ambayo inapaswa kutolewa zaka. Walmuasharatu, na mali za ushuru, ambazo mali zenye kutolewa fungu la 10. Mazao katika matunda ni tende na zabibu, na katika vyakula vya nafaka ni nafaka kama ya ngano na shairi, mtama na mahindi na mchele. Hizo ni katika upande wa nafaka, ndio almuasharat. Wa amwalu tijara, katika baadhi ya vitabu tunaona wa urudhu tijara, na mali za biashara au bidhaa za biashara. Hizo ndio aina ambazo zinatakiwa zitolewe zaka. Wajibuha, na wajibu wake, rubu ushri qimati urudhi tijara, ni robo ya fungu la 10 ya qima cha bidhaa za biashara. Tolewe robo ya fungu la 10 katika bidhaa za biashara. Biashara yako utaipiga hesabu ni shilingi ngapi, kisha utaigawa mali yote hiyo uliyoipata kwenye mafungu 10. Lile fungu la 10 utatoa robo yake. Kwa njia fupi na mkato, mali yako yote igawe mafungu 40, utoe moja, utakuwa umepata rubu al-ushr. Warikazu, na mali ya rikaz, dafina. Warikazu na dafina, mali iliyozikwa ardhini katika wakati wa jahiliya. Walmadinu, na madini. Haya ametaja tu, na atakuwa amemaliza mlango wa zaka. Kataja tu, utaona sasa ufafanuzi wake kwenye vitabu vya mbele.
hakufafanua sana, ataja tu hizi ndio mali za zaka basi. Kitabu saumi, hiki ni chuo au kitabu cha saum. Yajibu saumu ramadhana bi ahadi umuri khamsa, utapasa kuifunga Ramadhani kwa moja katika mambo matano. Utapasa kuifunga Ramadhani kwa moja ya mambo matano. Ahaduha, moja lao la kwanza, bikamali Shaabana 30 yauman, ni kwa kukamilika Shaabani siku 30. Shaabani ikitimia siku 30, watu watakiwa wafunge Ramadhani, kwa sababu Shaabani imekamilika na imeisha. Katika kalenda ya Kiislamu hakuna 31. Sawa. Wa thaniha, na ya pili lao au na jambo la pili, biruyati hilali, kwa kuona mwezi muandamo, fi haqqi man raahu wa in kana fasika, katika haki ya yule aliyeuona japo akiwa ni mtu muovu, hata kama akiwa ni fasik. Ushauona mwezi muandamo, basi watakiwa wewe ufunge. Sawa. Wa thalithuha, na ya tatu lao, jambo la tatu lao au la tatu, bithubutihi, ni kwa kuthibiti kwake huo mwezi muandamo, fi haqqi man lam yarahu, katika haki yule ambaye hakuona, biadili shahada, kwa mtu mwadilifu wa ushahidi, yule ambaye anakubaliwa katika ushahidi, mwadilifu ambaye anakubaliwa katika ushahidi, yule atakaposema kwamba ameuona mwezi muandamo, basi watu watakiwa wamkubali. Mwezi wa kuingia Ramadhani, shahidi mmoja katika madhhabi ya Shafi'i atatosha. Mwezi wa kutoka Ramadhani, mashahidi wawili, watu wawili waseme wameuona mwezi muandamo wa kutoka Ramadhani kuingia Shawwal. Lakini kuingia Ramadhani, shahidi mmoja atatosha. Wa ashhidu dhawi adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah. Yule shahidi kwenye talaka, yule shahidi katika rejea, yule ambaye ni shahidi muadilifu, yule akikuona mwezi muandamo akawaambia Waislamu nimeuona, basi watu watakiwa wafunge. Na kama ni mwezi wa kuingia Shawwali, wanatakiwa wafungue. Hapa mtataka kutoa tambihi kitu kimoja. Utawasikia baadhi ya mashehe huko kwenye mitandao wakisema hadithi sumu liruyati, fungeni kwa kuona kwake. Nyingine sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Wanasema wanaochuoni matofautiana. Kuna wanaoona kwamba liruyatihi ni kuona, na wengine wanasema ni kuonekana. Kwa hiyo wale wanasema kuona, wakiuona basi ni watafunga, kama hawakuona hawafungi. Na wale wanasema kuonekana kwake, watakiwa pahali popote kionekana, basi watu watafunga au watafungua. Sijui fikhi hii wametoa wapi watu hao. Hii tafsiri ya liruyati, kuonekana au kuona, wala ina athari yoyote katika ikhtilafu, kwa sababu Kiislamu madhehebu zote zimekubaliana, madhehebu za ahli sunnah wal jamaa, kwamba mwezi utathibiti kuandama kwake, na kwamba mwezi umeandama kuingia Ramadhani au kutoka Ramadhani kwa moja ya mambo mawili. Hakuna khilafu ndani yake, ima kwa kuona kwa macho, ukiacha kukamilika siku 30 za Shaabani au za Ramadhani. Katika suala la kuthibiti kuona mwezi, unaweza ukauona mwezi wewe kwa macho yako, unaambiwa umeuona, au wanaweza wakauona watu wengine waaminifu, ukaambiwa umeuona. Wanaweza si kwamba mwezi unapoandama wauona watu mji mzima, kwamba Tanzania mwezi umeandama basi nchi nzima kila mmoja kauona. La, pengine katika watu hao wanaokadiriwa milioni 60 waliouona hawafiki milioni 10. Hii tumeuona, ndio sote tumeuona, sisi ni wetu. Unanielewa? Bado hamnielewa hizi tafsiri, kwamba kuna watu wanatafsiri kuona
na kuna watu wanatafsiri kuonekana. Hakuna hata mwanachuoni mmoja alieleza kwamba kuna tofauti katika tafsiri ya neno hili ndilo lililosababisha ikhtilafu. Hizi ni rai tu za watu, kwa sababu wanachuoni wote wanakubaliana katika masala ya kudhibiti mwezi muandamo kwa kukamilika siku 30, na masala ya ruqya anaweza wakauona watu wote au wakauona baadhi. Wakiuona baadhi ndio watu wote wameuona. Simenielewa? Wewe wako mbali au karibu. Suala lililopo la khilafu, je, ikhtilafu al-matalih yanazingatiwa au hayazingatiwi? Na ikhtilafu al-matalih kama yazingatiwa wapi mpaka wapi, kwa kuzingatia nini? Ufafanuzi huu tumeutoa kwa kirefu sana wakati tukimjibu Abu Eid katika masala ya mwezi muandamo. Kwa hiyo sitarejea sasa hivi. Umeelewa? Kwa hiyo nataka kuweka sawa, tumsije mkaona kwamba mkababaishwa na watu ambao haijulikani fiqhi yao imetoka wapi, kwamba asumu liruyatihi. Kuna watu wanatafsiri kwa kuonekana kwake, kwa hiyo wakaona kwamba ukionekana mahali popote pale, na kuna watu wanasema kwa kuuona kwake, kwa hiyo mpaka wauone wao. Tofauti hii hizi tafsiri za kuonekana na kuuona, kwa sababu masdar inaweza kutafsiriwa kama masdar inaweza kutafsiriwa kama ismu fa'il, masdar inaweza kutafsiriwa kama ismu maf'ul. Iko sawa, wala hakuna ishkali ndani yake, na wala hilo sio lilozua mzozo, wala sio sababu ya khilafu. Haya, turudi katika darasa yetu. Warabi'uha biikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi, na yanne yao ni kwa kuelezea mwadilifu wa riwaya mwenye kutegemewa kwa huo mwezi muandamo. Yani akauelezea huo mwezi muandamo kwamba mwezi umeonekana, na huyo mtu aliyetoa habari hiyo ni mwadilifu katika jambo la riwaya yake akileta kukubalika, ni mwenye kutegemewa, akileta habari itakubalika. Sawa waqa'a fil qalbi sidquhu, ni mmoja umetoka katika moyo ukweli wake, amla au hapana. Sema kweli huyu sije kama muongo, unatakiwa umwamini maadamu ni adilu riwaya mawthuq, maadamu ni mwadilifu katika riwaya, ni mtu mwenye kutegemewa, atakiwa umkubali, kwa sababu ndivyo Qur'ani inavyosema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mmeamini akiwajieni ninyi fasiki yoyote na habari yoyote, tafuteni uthibitisho. Sasa wakatafsiri kwa mafhumu al-mukhalafa kwamba akija mtu ambaye si fasik na habari, basi ikubalini, haihitaji kutafuta uthibitisho. Maadamu ni mwadilifu, amekuja na habari hiyo na nyinyi muamini, ikubalini. Waqa'a fil qalbi sidquhu am la, au ghairi mawthuqin bih, au si mwenye kutegemewa huyo mtu akiwa amekuja na habari. In waqa'a fil qalbi sidquhu, ikituka katika moyo ukweli wake, mtu asili yake si mkweli, lakini tunaona kwa habari alizozitaja hizi alizozileta hizi zina ukweli hizi, basi atafaa kufanyia kazi. Sawa. Wa khamisuha, na sharti ya tano yao, bidhanni dukhuli ramadhana bilijtihadi, ni kwa kudhania kuingia Ramadhani kwa ijtihadi. Fi man, kwa yule ambaye ishtabaha alayhi dhalika, limemtatiza hilo. Mtu anaweza kuwa katika mazingira ambayo yamemtatiza mazingira yale kudhibiti mwezi wa Ramadhani, pengine yuko gerezani, amefungiwa chumbani, amepotea maporini au jangwani, au tangu kipindi kile mpaka leo itakuwa Ramadhani ishaingia. Mazingira alionayo si mazingira ya kuweza kuona mwezi, na ametatizika na hana wa kumuuliza, basi atafanya ijtihad yule ambaye kumetatiza juu yake hilo. Shurutu sihatihi arba'atu ashya, na sharti ya kusihi kwake hiyo Ramadhani, hiyo saumu ya Ramadhani ni mambo manne. Islamu, sharti ya kwanza ni Uislamu. Wa aqlu, na akili. Huyo atakiwa awe Muislamu, kwa maana kafiri akifunga hana saumu yake haijasihi. Wa aqlu, na akili. Mtu ambaye ni majnuni akifunga saumu yake haisihi. Wa naqa'un an nahwi hayd, na kutakasika na mfano wa hedhi na ina nifasi, kwa maana mwanamke akiwa katika hedhi saumu yake haitasihi. Hivyo hivyo akiwa katika nifasi, huyo atakiwa atakasike.
wa ilmu bikauni alwaqti qabilan lisawmi, na kujua kuwa wakati ni wenye kukubali kufunga, yani isiwe ni katika zile siku ambazo ni haramu kufungwa kama vile siku za Eid mbili, ayamu tashriq au yaumu shak bila sababu haitafaa. shurutu wujubihi khamsa, zile kwa shurutu siha, na shurutu wujubihi na sharti za kupasa kwake khamsatun, tano. Islamu, sharti ya kwanza ni Uislamu, wa taklifu, na kukalifishwa na sheria kwa baligh aqil, wa itaqatu, na kuweza. Mtu ambaye hawezi kufunga saumu kwake ni ngumu hisan wa shar'a, haitapasa juu yake, ima kwa sababu ya uzee. Mtu mzima akisema akifunga ikifika saa 5 6 iko taabani, aweza kuzimia na mapovu yakamtoka kwa sababu ya njaa au ya kiu, hawezi kuhimili njaa, au maradhi, kwa sababu ya maradhi hakuweza kufunga. Ndio maana akasema wa itaqatun, na kuweza, wa sihhatun, na afya au siha, wa iqamatun, na ukazi wa mji. Hii ni sharti ya wujubu, sharti ya kupasa. Kwa maana faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Arkanuhu thalathatun, nguzo zake hiyo saumu, nguzo zake ni 3. Niyatun laylan, ni kunuia katika wakati wa usiku, likulli yawmin, kwa kila siku, fil fardhi, katika saumu ya faradhi atakiwa kila siku mtu atie nia. Shafiia wao wanashurutisha kila siku, wengine katika wanawachuoni wanasema yatosha nia moja kwa mwezi mzima, kwa sababu ni ibada moja iliyokamilika, si ibada munfasil, sio ibada tu munfasil, ni ibada moja. Kwa hiyo nia yako nafunga hii Ramadhani yote, basi yote hii ni nia imetosheleza katika siku moja. Shafi'i wasema hapana, kwa kila usiku lazima nia, sawa. Lakini katika saumu ya faradhi, watarku mufdirin, na kuacha chenye kufunguza, dhakiran, hali yakuni mwenye kukumbuka, mukhtaran, hali yakuni mwenye khiari, akiwa yeye katika hali ya kukumbuka aache kile ambacho kinafunguza. Na katika muftirat ni kaljimai walistiqaa wa isali al-ain ila ma yusamma jawfan min badani, ni mtu kufanya jimai au kujitapisha au kufika kitu dhati mpaka sehemu inayoitwa ndani katika mwili wa mwanadamu, mpaka tumboni. Afanya hivyo dhakiran, hali ya kuwa amekumbuka, si kwamba amesahau. Mukhtaran, hali ya kuwa ni mwenye khiari, si kwamba ni mukrah. Ghaira jahil, hali ya kuwa si mjinga. Maadhurin, mwenye kupewa udhuru, sawa. Wasaimu, wapatikane mwenye kufunga, hesabu kama pia nayo ni nguzo hiyo, sawa. Kwa haiwezi kupatikana hiyo saumu bila saim. Wayajibu ma'a alqada'i lis-sawmi alkafaratu al'udhma, na itapasa pamoja na kulipa saumu kafara kubwa na kafara al'udhma, ambayo ni itqu raqabati mu'mina salimat min al'uyub. Itqu raqabati mu'mina salimat min al'uyub allati tukhillu bil 'amal, ni mtumwa kuwa ni mu'min aliyesalimika na kasoro ambazo zinaharibu kufanya kazi, ndio atakiwa al-kafaratu al-udhma. Au kufunga miezi miwili mfululizo, au kulisha maskini 60, ndio wakasema al-kafaratu al-udhma. Wa ta'ziru, na kumfanyia ta'zir, yani kumtia adabu. Taadibun ala dhanbi la hadda fihi, kumtia adabu kwa dhambi aliyoifanya, dhambi ambayo haina haddi, haijatajwa haddi yake. Ala man afsada sawmahu, juu ya yule ambaye ameiharibu saumu yake. Fi ramadhana yawman, katika Ramadhani, katika yawman kamila, katika mchana kamil. Bijima'in tammin, kwa jimai iliyotimia. Athimin bihi lisawm, ambayo atapata dhambi kwayo kwa kufunga. Kwa maana mtu huyu ameiharibu saumu yake kwa kufanya jimai, sawa. Inatakiwa hiyo jimai iwe ni watu, kwamba alifanya ni watu, yule mwenye kuwati, mwenye kujami. Wanasema Shafiia hapana kafara kwa al-mawtu'a.
mwanamke mwenye kujamiiwa, sawa. Alafu ile watu ile jimai iwe ni yenye kuharibu, kwa hapana kafara kwa jimai ambayo haiharibu saumu, kama mtu alifanya jimai kwa kusahau au kwa kutendwa nguvu. Kadhalika hicho chenye kuharibika kiwe ni saumu. Simaona amesema hapa, amepata qaidi, sio afsada saumahu fi ramadhana yawman kamilan bijima'in tamil athimin bihi lis-sawmi. Kwa hiyo jimai yenyewe iwe yenye kuharibu saumu. Kwa hakuna kafara ikiwa jimai imeharibu kitu kingine isiyokuwa saumu, kama vile itikafu. Kadhalika iwe ni katika Ramadhani, jimai hiyo iwe ni katika Ramadhani, kwa maana jimai ikiwa katika isiyokuwa Ramadhani haitaambiwa kwamba atoe kafara, hata kama anayolipa ni Ramadhani. Kwa mfano, wadaiwa siku 10 katika Ramadhani, ulipoingia Shawwali ukaanza kulipa, wakati umefunga walipa Ramadhani, mchana ule ambao umefunga wewe ukamjami mke wako, ulikuwa ulipa Ramadhani, uambiwe kafara, kuacha huru mtumwa Muislamu, au ufunge miezi 2 mfululizo, au ulishe maskini, hutaambiwa hivyo. Hata kama ulioiharibu ni saumu ya kulipa Ramadhani, lakini jimai umeifanya katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani, kwa hiyo lazima iwe pia ni Ramadhani. Alafu pia iwe ni kwa yakini, hapana kafara kwa yule ambaye amefunga kwa jitihadi yake kisha akafanya jimai. Lakini pia iwe jimai peke yake, isiyo kwamba alifungua kwa kula kisha akafanya jimai. Alifungua kwa kula, alikula katika mchana wa Ramadhani, alafu baadaye akafanya jimai, kafanya jeuri kabisa, hakuna kafara juu yake. Alafu kuwa yule mwenye kufanya hiyo jimai mwenyewe awe ni mtu mwenye kupata dhambi. Kwa hiyo kama akiwa akifanya jimai katika mchana wa Ramadhani hapati dhambi, hakuna kafara. Kama nani? Kama msafiri, mtu yuko safarini, msafiri na mke wake katika mchana wa Ramadhani, ghairu athim. Maridhi, mgonjwa, lakini atakumjamii ahli yake, lakini amefungua kwa sababu ya maradhi. Haya, na iwe kufungua ule kupata madhambi ni kwa ajili ya saumu. Kuna mambo mengi na tuende mbele. Wajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-sawmi fi 6 mawadhi'a, na kutapasa pamoja na kulipa kujizuia. Al-imsaku lis-sawmi, kujizuia kufunga, fi 6 mawadhi'a, katika sehemu 6, fi Ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri, katika mwezi wa Ramadhani na sio katika usiokuwa mwezi wa Ramadhani, kwa yule mwenye kufanya jeuri katika kufungua kwake. Wathani ala tariki niyya, yule mwenye kuachania ni kwa yule katika yule mwenye kuachania lailan fil fardh, katika wakati wa usiku katika saumu ya faradhi. Wathalithu ala man tasahhara dhannan baqa al-layl, na watatu ni yule aliyekula daku kwa kudhania kubakia usiku, kumbe asubuhi tayari ikaingia chumbani, kuna giza huko, akafunga madirisha na mapazia, aona bado ni saa 10, kumbe ni saa 1 asubuhi, ala tu sima la daku, angalia hivi nje, kumbe jua lishatoka. Sawa, anaambiwa endelea kujizuia hivyo hivyo, usile. Fabana khilafu, kisha ikambainikia kinyume chake. Warabiu ala man aftara dhanna alghuruba, na wanne ni yule ambaye amefungua kwa kudhania kuzama jua. Pia siku kuna mawingu mvua, saa 11 jioni akaona magharibi tayari, akafungua, mara na jua hilo tunasema sasa, ataambiwa wewe endelee kujizuia, ile saumu yako ibatilika. Fabana khilafu aidha, kambainikia kinyume chake vile vile. Walkhamis ala man bana lahu yawm 30 Shaaban annahu min Ramadhan, ni yule ambaye imembainikia yeye siku ya 30 katika Shaabani kwamba hiyo ni Ramadhani. Wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalagha, wa sita ni yule ambaye imemtangulia yeye maji ya kujelezesha, amesikutua kaleta maji mpaka kwenye koo huko, na amekatazwa asifanye hivyo, aleta huko abelegesha,
maji yale yakamtangulia yakaingia, ukifanya vile utakuwa wewe umefungua, kwa sababu umekatazwa usifanye mubalagha wakati umefunga, sio? Ala man sabaqahu ma'ul mubalagha min madmadatin wa istinshaq, juu ya yule ambaye kumemtangulia yeye maji ya mubalagha, maji ya kupelelesha, ambayo ni kutoka sababu ya kusukutua au kuyatia maji puani. Yabtulu as-sawm, utabatilika saumu biridda, kwa sababu ya ridda, kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita. Shafiia waona kwamba udhu hauchanguki kwa ridda, lakini tayammum inachanguka kwa ridda. Lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba amali zote mtu atakazozifanya yakamtia katika ridda zitabatilika, kama ni swala yake ibatilika na kila kitu kimebatilika, sawa. Wa haidh, na haidh, mwanamke akipatwa na hedhi hata kama ni mwisho wa mchana, baada ya dakika 10 tujua lazama yeye kapata na hedhi, sasa saumu yake imebatilika, atakuja kuilipa. Wa nifasi, na nifasi, wa wiladati, na kuzaa, wa jununin walau lahdha, na wazimu au kutokwa na akili japokuwa kitambo kidogo tu. Mtu akapatwa na wazimu katika mchana wa Ramadhani, malaria imepanda kichwani tayari, anza kupiga watu, akili imemruka, ambayo saumu yake imebatilika. Wa biighma'in, na ighma, kughumiwa, yani kuzimia. Mtu amezimia au amelewa, sawa. Lakini kama mtu hakufanya jeuri, wa sukri taadda bihima, na kulewa, taadda, amefanya jeuri, bihima, kwa hayo mawili, hilo la ighma na hilo la sukri. In amma jami'a an-nahari, likienea hilo kwa mchana wote, ikawa tangu asubuhi mpaka jioni yeye ameghumiwa, amezimia, amelewa, sawa, na amefanya jeuri, amefanya makusudi katika hilo, amekula kitu cha kumlevya akalewa, ingine ni usiku, mchana wote akabaki akiwa na sukri yake. Fasl al-iftaru fi ramadhana 4 anwa'i, iftari katika mwezi wa kufungua katika mwezi wa Ramadhani kwa katika aina 4. Wajibu, kuna kufungua ambako ni kwa wajibu, kama fi al-haidhi wal nufasai, kama vile ilivyokuwa kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi, ni wajibu afungue. Haifai kwake yeye kufunga na hali ya kuwa ana hedhi na hali ya kuwa ana nifasi, haifai. Tumeelewana? Wajaizun, na kufungua kwenye kujuzu, kama fi musafiri wal maridhi, kama vile kwa msafiri na mgonjwa, ni jaiz kwake. Mtu akiwa safarini anaweza kufungua na anaweza kufunga, hivyo hivyo maridhi. Kisha akasema wala, sawa. Na kuna kufungua ambako si wajibu na wala si jaiz, wala, na kuna kufungua ambako sio wajibu na wala sio jaiz. Ni kupi? Kama fi majnuni, kama ilivyokuwa kwa mwenda wazimu. Kwa mwenda wazimu sio wajibu kwa kufungua, aambii kwamba lazima ufungue, lakini pia sio jaiz kwake yeye, sawa. Ndio nasema wala, na kuna kufungua ambako sio wajibu na ambako na kufungua ambako sio jaiz, kama ilivyokuwa kwa nani? Kama ilivyokuwa kwa majnuni. Alafu itakuja nyingine huko mbele, la wala, sawa. Wa muharram, na kufungua ambako ni haramu, kwenye kuharamishwa, kama akhara qada ramadhana, kama yule ambaye amechelewesha kufunga kulipa Ramadhani, ma'a tamakkunihi, pamoja na kupata kwake nafasi, hatta dhaqa alwaqtu anhu, mpaka ukadhikika wakati kwake yeye. Alikuwa na nafasi ya kulipa, lakini kakae hakulipa mpaka Ramadhani nyingine imekuja, mpaka akafa. Huyu atakuwa amefanya la haramu. Wa aqsamu al-iftari 4 aidha, na mafungu ya kufungua ni 4 vile vile. Awaluha, kwanza lao, ma ni lile ambalo
yalzamu fihi alqada'u, kuna lazimu ndani yake kulipa, walfidya, na kutoa fidya. Mambo mawili. Wa huwa ithnani, na hilo ni kwa aina mbili. Al-awwal, jambo la kwanza, al-iftaru li khawfin ala ghairi, ni kufungua kwa kumwogopea mwingine. Hapa Shafiia wana tashdidi katika hili. Kama mwanamke amefungua kwa sababu amuogopea mtoto wake aliyeko tumboni, kwamba mimi na ujauzito huu nikifunga mtoto wangu ataumia huko tumboni, hatapata chakula. Au mwanamke mwenye kunyonyesha amuogopea mtoto wake anayemnyonyesha atakosa maziwa akiwa yeye atafunga. Mimi sina neno, lakini mtoto wangu atakosa maziwa. Kwa hiyo hapa hofu ni kwa nani? Kwa mtu mwingine. Wanasema huyu aliyefungua, mwanamke huyu aliyefungua kwa kumuogopea mtoto wake aliyeko tumboni au mtoto wake anayenyonya, basi atakiwa afungue, lakini atakuja kulipa pamoja na kutoa fidia. Sawa? Shafiia wanasema hivyo. Katika msimamo huu wamekwenda kwenye msimamo mgumu zaidi, dalili haziko hivyo. Wathani, na wa pili, aina ya pili iftaru, aliftaru ma taakhiri qada'i, ni kufungua pamoja na kuchelewesha kulipa, maa imkanihi, pamoja na kuwezekana kwake huko kulipa, hatta yati ramadhanu akhar, mpaka ikaja ramadhani nyingine. Wathaniha, na la pili lao, thaniha, kwani kuna thanihima au thaniha? Thaniha kwenye ile la kwanza, zaidi ya pili yao, manake pale ithnani ilikuwa anazungumzia zile aina mbili. Sasa la pili lao, ma ni lile ambalo yalzamu fihi alqada'u, na lazimu ndani yake kulipa, duna alfidya, kinyume na fidya, takana alipe tu. Wa huwa yakthuru, na hilo linakuwa mara nyingi na kithiri. Kamughma alayhi, kama mwenye kuhumiwa, yule ambaye amefungua kwa sababu ya kuwa amezimia katika mchana wa Ramadhani. Wa thalithuha, na tatu lao, ma ni lile ambalo yalzamu fihi alfidya duna ma yalzamu fihi alfidya duna alqada'i, ni lile ambalo linalazimu ndani yake fidya kinyume na kulipa. Atalitoa fidya tu na hatalipa. Wa huwa shaykhun kabirun, naye ni mzee mkubwa wa umri. Wa huwa shaykhun, naye ni mzee kabirun, mkubwa wa umri. Wa rabi'uha, na yule wanne wao, la wala, la nne lao, la wala, la wala nyingine ile kule wala wala, hapa ya kwanza haina wao. La wala nayo ni hakuna kulipa wala hakuna nini, wala hakuna fidia. La, hakuna kulipa wala hakuna fidia. Wa huwa almajnun, naye ni mwendawazimu, alladhi, ambaye lam yataadda bijununihi, hakufanya jeuri katika wazimu wake. Si kwamba amefanya kitu, bwana usivute bangi, hii itakutia wazimu, akafakamia mabangi akavuta, mara kichaa akili imeruka. Fanya jeuri katika kuondoka kwake na akili. Lakini huyo kufanya jeuri imemtokea hivyo. Alladhi la yuftiru, kile ambacho hakifunguzi, mimma, katika ambavyo yasil ila aljawfi, vinafika mpaka kwenye tumbo, mpaka ndani ya tumbo. Sab'at afrad, ni vitu vya aina saba. Ma yasil ila aljawfi binisiyani, ni kile ambacho kinafika hadi ndani, mpaka ndani kwa kusahau. Maji umesahau, umekunywa maji, utafuta chupa yako ya maji nusu lita, ukayanywa mpaka wamaliza, wafunga, nimefunga, umesahau, sio? Hamna kitu, hakuna kulipa hapo, hujafungua wewe. Au jahili, au kwa kutokujua, kwamba wajua kwamba kilichokatazwa ni kula wali tu na ugali na samaki, lakini ukila matunda haina neno, sawa? Au wala wamucha pipi wala mwenyewe, waona kwamba kwani hii pia, waona kwamba kwa sababu haishibishi. Hujui kwa sababu umekulia huko Misuti, katika jangwa la Kalahari huko, hakuna mwalimu, hakuna shekhe huko. Sasa hujaambiwa kwamba na hiki nacho chafunguza, sawa? Au ikrahin, au kutezwa nguvu, umeshikwa nguvu wewe, kula au tunakuua sasa hivi, tutakusukuma hapa ufilie mbali kwenye shimo hili.
na watu katika ukweli hawafanyi mzaha. Kula mkiwekea ugali, kula ugali huu miskino, utakula mpaka utamaliza, bado umefunga. Sawa. Wa bijarayani riqi bima baina asnanihi, na kwa kupita mate pamoja na kile kilichokuwa katika kati ya meno yake. Waqad ajaza ammadjihi, na hali ya kuwa ameshindwa kukitema, liudhrihi, kwa udhuru wake, au liudhrihi, kwa kushindikana kwake. Wameza mate, kumbe ndani ya meno yako katikati kuna vijichembe chembe fulani, ukavivuta pamoja na mate na ukashindwa kutema kwa sababu ya kushindikana kwake. Narudia tena, wabijarayani riqi, na kwa kupita mate, bima, pamoja na kile ambacho, kwa bau ya musahaba, bima, pamoja na kile ambacho baina asnani, kiko kati ya meno yake. Waqad ajaza, na hali ya kuwa ameshindwa, ammadjihi, kukitema, liudhrihi, kwa kushindikana kwake. Wama wasala ila aljawfi wa kana ghubara tariqi, na kile ambacho kimefika ndani na kilikuwa ni vumbi la njiani. Pengine utembea mdomo waziwazi, mara vumbi likaingia ukalimeza. Sawa. Wama wasala ilayhi wa kana gharbalata daqiqi, na kile ambacho kimefika huko ndani na kikawa ni nini? Ni mchungo wa unga. Gharbalata daqiqi, na kikawa ni mchungo wa unga ule wa kuchunga, mara vumbi lake limeingia ndani. Au dhubaba mqaira, au nzi aliyeruka. Ni tabia yako ile kuweka mdomo wazi, nzi kaingia ndani, ushammeza. Au nahwahu, au mfano wake, au nahwahu, au mfano wake huyo nzi. Sawa. Kama mbu ni kitu kingine. Mwisho akasema nasallallahu a'lamu bis-sawab. Huko mwisho mtamaliza wenyewe. Kuna mukhalafa anasemaje? Nasallallahu al-karima bijahi nabiyhi al-wasim. Huu mukhalafa katika maakhidh makubwa ya muallif wa kitabu hiki ni at-tawassul bijahi man, bijahi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah أن يخرجني من الدنيا مسلما ووالدي وأحبائي ومن إلي انتمى, unitoa mimi katika dunia hii aliyekuwa ni Muislamu, na wazazi wangu na wapenzi wangu na yule aliyenasibika na mimi. Wa yaghfira li wa lahum muqhamati wa lamama, na kunisamehe mimi na wao madhambi makubwa na madhambi madogo madogo. Lamama, madhambi madogo madogo. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق, ambaye ni mtume wa Allah kwa viumbe wote. Rasulil malahim, mtume mwenye kupigana vita. Habibillah au khalilillah, kuni aula zaidi kwa sababu ni khalilur rahman. Al-fatih al-khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo ndio inaitwa safinatun najah. Kisikia wewe umesoma safinatun najah, ndio hii. Na safina ziko hizi mbili. Hii ni safinatun najah na kuna safinatus salah. Hiyo ni kitabu kingine nacho. Lakini hii ni safinatun najah, jahazi la wokovu.